بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين, وبعد. Ndugu wapendwa, ndugu Waislamu, tunaendelea na darasa letu ambalo lipo kwa ajili ya kutuelekeza namna ya kutumia muda vizuri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Leo huu tunaanzia na kipengele ambacho kinazungumzia lazima wa mtu kujiepusha na madhambi katika kipindi cha Ramadhani na baada ya Ramadhani, ili somo yake isije ikawa imeangukia patupu. Ala al-insan yattaqi mujibat al-ithm, ni juu ya mwanadamu kujiepusha na mambo ambayo yatampelekea kupata madhambi. Fayahdhar al-ghiba, ajihadharishe na kusengenya, wal namima, na kutonganisha, wal kadhib, na uongo. Yahdharu al-buht, ajiepushe na uzushi. Yahdharu min an-nadhar ila al-haram, ajiepushe kuangalia vitu vya haram. Fala yanzuru ila suwari an-nisa, astazame picha za wanawake. Al-mutabarrijat, ambao hawajistiri. Wal ariyat, ambao wako uchi. Yahdharu istima' al-haram, ajihadhari na kusikiliza vitu vya haram. Fala yasma' ila al-aghani, asisikilize nyimbo. Wal muziq, na muziki. Wa alati lahwi, asisikilize vyombo vya muziki, vyombo vya upuzi. Wala yasma' lil akadhibi wa rasail al-jur, asisikilize uongo na taarifa za dhulma. Wa rasail al-jawwal, na kutumiana message ambazo hazina maana. Mawaqi' at-tawasul al-ijtima'i bil akhas, yani mitandao ya kijamii bila akhas, yani kwa kuihusisha mitandao hii ambayo watu wanaitumia kama vile WhatsApp, Twitter, Instagram na mfano wake. Allati fiha fudhul, mitandao hii ambayo ndani yake kuna mambo ambayo ni ziada, sio lazima mtu kufanya. Wa fiha istihza, ndani yake kuna istihza, kuna kufanya istihza wa sukhriya wa naqd, na kuna kufanya sukhriya, kukejeli, na kuna kuzungumza maneno ya kipuuzi ambayo ni kwa ajili ya kuchekesha na kufurahisha, kama vile vichekesho ambavyo tunaviona hasa katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambacho watu wengi wanaingia katika mitandao, katika YouTube kwa ajili ya kutafuta vichekesho. Yani mtu anaona kama somo yake ili iende atafute kitu cha kumchekesha, cha kumfurahisha, vitu ambavyo ndani yake pia vinakuwa na upuuzi, lakini pia kuna istihza humo, na kuna kejeli zinafanyika humo. Kulluha, yote haya, tushghilu al-insana 'anil khair, yanamshughulisha mtu na yanamzuia khairi. Wa tuqassi qalbahu, na yanafanya moyo wake uwe mgumu. Fa'lam anna hadhihi al-masa'ib, tambua kwamba hizi misiba, wa abwabu shar, na hii milango ya shar, futihat ala nas, hivi vimefunguliwa kwa watu. Kadhalika yahdharu kathrata an-nawm, hivyo mtu pia ajihadhari na kulala sana. Fi an-nahar, katika mchana. Fayanamu biqadar, si mtu anatakiwa alale kiasi. An-nawm yakfi al-insana 24 saa, 6 saat, usingizi unamtosha mtu katika masaa 24, masaa 6. Masaa 6 yanamtosheleza mtu katika kulala kwake katika masaa 24. Fayahdharu nawma an-nahar, basi ajihadhari na ulalaji wa mchana. Li'annahu hirmanun, kwa sababu ulalaji wa mchana unamharamishia vitu vya khairi. Fa idha nama la yaqra, ikiwa huyu mtu atalala, basi muda ule aliolala hataweza kusoma Qur'an, wala yadhkuru Allah azza wa jalla, wala hataweza kumtaja Allah mtukufu, wala yastaghfir, wala yad'u, kwa hiyo hataweza kufanya istighfar, wala hataweza kuomba dua. Fayahdhar, basi ajihadhari. Fahadhihi naqisatun mujibatun lil khusran wal fashal, hii ni dosari na ni aibu ambayo inampelekea mtu kupata hasara na kufeli katika kufikia madaraja makubwa ya matendo mema. Kadhalika yahdharu min sahri al-layl, ya mtu natakiwa jihadhari na kukesha usiku. Idh huwa mujibun li nawmi an-nahar, hili ni jambo linapelekea mtu kulala mchana. Fayakunu khasiran bil-layl, anakuwa mwenye kupata hasara kwa ule usiku. Khasiran bin-nahar, na ni mwenye kupata hasara pia kwa mchana. Lilasaf aktharu an-nas yasharuna ala al-lahwi, masikitiko makubwa ni kwamba watu wengi wanakesha usiku wakifanya mambo ya kipuuzi. Wa ala al-muharramat, na wakifanya mambo ya haram. Min mutaba'ati al-qanawat wa ghayriha, katika kufuatilia channel mbalimbali za maonyesho, maigizo, tamthilia na mfano wake. Wa hadhihi al-qanawat, na hizi channel hizi, tuaddu tiwala sana liifsad an-nas, hizi channel zinaandaliwa, mambo yake ndani yake yanaandaliwa, yani yale maigizo au zile msalsalati, yani kama vile seasons na vitu mfano kama hivyo. Hivi vinaandaliwa liifsadi nas, kwa lengo la kuharibu watu fi Ramadhan, katika Ramadhan. Wadhālika bi'idadi baramij sanawiyya, na hiyo ni kwa watu kuandaa ratiba ya kila mwaka. Tuhayyau li Ramadhan, ratiba hii inaandaliwa kwa ajili tu ya kuwashughulisha watu katika mwezi wa Ramadhan. Lisaddi an-nas 'anil masajid, kwa lengo la kuwazuia watu wasiende misikitini. Wa 'ani salat, na kuwazuia kusali. Wa 'ani Qur'an, na kuwazuia kusoma Qur'an. Wa 'ani dhikr, na kuwazuia kumtaja Allah. Litaksiyati qulubihim, kwa lengo la kuifanya mioyo yao migumu. Hatta la talina bi dhikrillah, mpaka isiwe milaini kumtaja Allah. Wa ta'atihi, na kumtii. Fahiya muhayyatun wa mujahhazatun li asbabil qaswa,
haya matamthilia na mfano wake ni yenye kuandaliwa na ni yenye kuandaliwa li asbabi alqaswa, kwa ajili ya kuzifanya mioyo hiyo migumu, asbabi dhulmati alqulub, na kwa lengo la kuwafanya watu mioyo yao ina giza, wal basair, na wasio na mtazamo ambao uko wazi, wanaotazama kesho yao, yani akhira, wa asbabi alhirmani min alkhair, lakini pia ni sababu ya wao kuharamishiwa khairi katika khairi zao za akhira. Lidhalik, hivyo basi, ala al-insan an yanama min al-layli ma kataba Allah la, mtu alale usiku kiasi ambacho Allah amemkadiria kukilala. Fa sa'atun min al-layl, saa moja la usiku ikiwa ndo talala, ta'dilu 3 sa'at, basi hilo inalingana na masaa 3 min an-nahar, ya mchana, ikiwa mtu talala. Yani mtu alilala saa moja usiku ni sawa na alilala masaa 3 mchana. Fa idha nimta sa'atayn min al-layl, ukilala masaa 2 usiku, adalta 6 sa'atin min an-nahar, wewe utakuwa ni sawa na ulilala masaa 6 mchana. Yanbaghi ala al-insan an yata'assa bin nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtu anatakiwa amfuate Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, haithu kana yakrahu an-nawma qabla al-isha, alikuwa akichukia kulala kabla ya isha, wal hadith ba'daha, na kupiga story baada ya isha. Wa hadha tula sana, na hali hii inatakiwa iwe kwa mtu mwaka mzima. Fa kaifa fi Ramadhan, sasa itakuwa katika Ramadhani. Fa yasiru al-insan yashar khilafa sunna, mtu anakuwa anakesha tofauti na sunna, wa yanamu khilafa sunna, na analala kinyume na sunna. ويطمع في الأجر والرحمة، وقد هو anatarajia kupata ujira, anatarajia kupata rehema za Allah. Hadha ajib, ili jambo la ajabu. Ta'sil ilaha wa anta taz'um hubba, wewe unamwasi Allah subhanahu wa ta'ala na wewe unadai kwamba wewe unampenda. Hadha muhalun fil qiyas badih, hili jambo ambalo haliwezekani kabisa katika kipimo cha kawaida, bali ni jambo linaloshangaza kabisa na ni la kipekee. Lau kunta taz'um hubbahu la ata'tahu, lau kama wewe unadai kama unampenda Allah basi ungemtii. Innal muhibba liman yuhibbu muti', hakika mpenzi kwa anayempenda huwa ni mwenye kumtii. Fa yanbaghi lil insani yuhafidha ala baramiji, basi inatakiwa mtu ahifadhi ratiba yake, bi ay yakuna barnamijan hafidhan bil khairat, hiyo ni ratiba ambayo inahifadhi khairi. Wa awwal ma yabtadi'u bihi, jambo la kwanza ambalo mtu anatakiwa anze nalo, ma dhakarnahu salifan, ni kile ambacho tumekitaja mwanzo. Thumma lamma tadkhulu al-layla, kisha pindi unapokuwa umeingia usiku, wadhalika bi ghurubi shams, na usiku huu unazingatia usiku kuingia baada ya jua kuzama. Takunu qad tahayyata liliftar, unakuwa tayari ushajiandaa kwa lengo la kufuturu, walidua, na kwa lengo la kuomba dua, indahu bil idafa ila muhafadhati ala salati aljamaa, wakati huo pamoja na kuongezea mtu kuhifadhi swala za jamaa. Fa baadhi nas, baadhi ya watu, tafutu salatu aljamaa wa huwa yuftir, swala jamaa inampita wakati huo yeye yuko anafuturu. Aftir ala tamratin au ala hasawatin mimma, futuru tu wewe tende au baadhi ya mafundo ya maji. Thumma idhhab lis-salat, kisha nenda kaswali fil masjid, nenda kaswali msikitini. Baadaha irji wa akmil, baada ya hapo rejea nenda kamilishe chakula chako. Wa baadhi an-nas kadhalik yataakharuna an salati tarawih, na baadhi ya watu pia wanachelewa kuswali tarawih, au la yukammilha, au haimalizi, hata wakaannahu yamunnu ala rabbi, mpaka kana kwamba huyu mtu kuswali kwake yeye basi ni kama vile anampa neema Mola wake, yani kama vile yeye anamnufaisha Mola wake kwa kufanya vile, bi'amalihi, kwa hayo matendo yake. Haithu yusalli rak'atayn wa yakhruj, katika hali ambayo huyu mtu anaswali rakaa 2 kisha anaondoka. Hadha ghururun wa istikbar, hii ni kujidanganya hiyo na ni kiburi hichi. Hadha i'radun 'anil huda wa mujanabati lil manhaj, hii ni kupuuzia mwongozo na kuwa mbali kabisa na njia iliyokuwa sahihi ya watu wema. Kun ma'a salihin, kuwa pamoja na watu wema. Yuslihuka Allah ma'ahu, Allah atakutengamaza wewe pamoja nao. Wa yanbaghi lil insani an ya'taniya bi qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam, mtu anatakiwa izingatie kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yake, man qama ma'a al-imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu laylatin, yule ambaye atasimama kisimamo cha swala tarawih pamoja na imam mpaka atakapomaliza imam kuswali, basi yeye ataandikiwa kisimamo cha usiku ule, yani usiku mzima. Atwala al-a'imma fi salati at-tarawih al-yawm man yusalli sa'atan faqat, imamu atayeswalisha rakaa, atakayefusha swala sana leo, yani zama zetu hizi, ni yule ambaye atakayeswali swali moja tu. Fahadha nadiran ma tajidu, na hili ni nadra sana kulipata. Fatahsulu bi qiyami saa wahida ajra qiyami al-layl, wewe unapata ujira wa saa moja ambalo umeliswali sawa sawa na mtu aliyeswali usiku mzima. Wa anta tabkhala ala nafsika, na wewe sasa unaibakhilia nafsi yako katika ujira, kupata ujira huo wote. Tusali rak'atayn wa taqum jarran thiyabak, wewe unaswali rakaa 2 unasimama huku unaboruza nguo zako, wa rijlaik, na miguu yako, kaannaka tamunnu ala Allah bi'amalik, kana kwamba wewe unamneemesha Allah kwa matendo yako. Kaifa yakunu hadha, vipi hili jambo linakuwa hivi? Tawadha lillahi yarfa'uka, kuwa mnyenyekevu kwa Allah, Allah atakunyanyua. Istarhimillah yarhamuk, muombe rehema Allah atakurehemu. Istaghfirillah yaghfir lak, muombe Allah msamaha Allah atakusamehe. Ud'u Allah yujibka,
muombe Allah, Allah atakujibia maombi yako. Sharik almuslimina fi da'watihim, shirikiana waislamu katika dua yao wanayoomba katika swala. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim man waraihim, hakika dua zao zinawakusanya wote waliokuwa nao. Hadha sallallahu sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tutaendelea na sehemu inayofuata insha Allah taala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.